Nasoro shabiki kindakindaki wa Yanga pale, watoto wa Jangwani. Nasoro, mambo? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Full. Nipo full. Kaka umenenepa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Una la gani? Una furaha gani? Kulizika maisha tu. Kulizika tu maisha. Kulizika maisha hakuna shida. Okay. Sawa. Sasa bwana, ndugu zako wamefanya albadili. Wamefanya albadili kuangamiza wale wote wanaowasema vibaya. Sasa nikasema rafiki yangu Nasoro kweli itakuwaje Albadili? Albadili. Wamesoma lini? Piga jana hivi. Jana ile swali albadili wamesoma tu. Unasema? Jana ile swali albadili wamesoma kisomo. Wamesoma kisomo? Swali albadili. Kuanzia ile muda saa 6 mpaka saa 6 usiku, sio mchezo. Saa 6 saa ngapi? Saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Waka wanasoma. Wanasoma. Kumwangamiza Nasoro na waponda Simba. Shehe wangu labda nikwambie. Albadili. Hauwezi ukaita waandishi wa habari. Ndio. Unamuonesha nani? Albadili sio maonyesho. Na albadili inasomwa mtu akiwa kaibiwa. Katangaza siku 7 au 8 vitu vyake havijarudi, anasoma albadili. Ila kwa sasa mashoa wanaosoma albadili ni wachache sana. Ni wachache sana kwa sababu wazee wa zamani vile vitabu, maana albadili kuna kitabu cha albadili. Kuna kitabu cha albadili. Sasa wazee wetu wengine wakiwa wakitaka kufariki wanawapa vijana kafikie kitabu. Sababu wanajua akiwaachia watu wengine itakuwa shida. Albadili sio kitu cha masiala. Albadili yenyewe kama unaifanya basi na wewe usiwe mtu wa maovu. Wao Simba wanasema wamesoma albadili. Ya nini? Ya kuangamiza wale wote wanaosema timu yao. Wao wanawasema wenzao hawasemi. Tunaona baadhi yao mashabiki wanasema. Kwa hiyo haiwezi kurudi nyuma reverse. Inawezekana. Simba albadili inavyosema. Tusubiri. Ila mimi naona jana walisoma dua. Walisoma dua. Kama wengine na wasiwasi labda wamesoma hakika. Albadili iende kwa asili chochote. Iende kwa asili. Watu wanaendelea peke yake bwana. Albadili unasomea mpira. Mpira haramu. Unaenda kusomea albadili. Wanaipigia kunuti taasisi yao ya Simba. Bwana wewe. Jasusi yupo salama. Jasusi ataendelea kuwa salama. Atafanya kazi zake kama zinazotakiwa. Hakuna albadili iliyosomwa. Hamna albadili iliyosomwa. Tishia toto. Tishia toto. Wanawatishia. Mimi ndo naanza kuongea hivi. Subiri nizulike. Leo wamekutarget ndugu yangu. Wale najua tu. Sikuta amekolozesha pale. Mimi kama amenilozesha nimependa sana. Umependa sana. Ila zinaendelea utapeleka misumari. Bwana Nasoro, mpo sokoni sasa hivi. Na tumeona jina linalotajwa ni Okello limegeuka upande wenu tena. Kwa mara nyingine tena. Unasemaje kwa hii sajili? Watu wanasema kila saini wanaotaka kuingia Simba, nyinyi mnaingia mazima, mnamaliza. Msije mkaingia kwenye mtego kama Barakonte wengine wanasema. Kwanza nikwambie Bipo, mimi ndo mtaalamu wa kutabiri ndani ya RC. La Okello mtu wa kwanza nilianza kuongea mimi majuzi uliopita, kuna media niliongea. Jana nimeona wachambuzi wengi nao wanaongea kuhusu Okello. Mara engineer kapiga simu, lakini swala la Okello mimi nalijua muda mrefu, Yanga washamaliza. Unasema? Swala la Okello. Na ndio maana uliona mimi niliongea nyuma. Sasa hivi wanaongea wao. Muda mrefu mimi nilijua Okello tayari kishamaliza Yanga. Okello alikuwa anahitaji zaidi Yanga kuliko Yanga kumhitaji Okello. Unasema? Okello alikuwa anahitaji zaidi Yanga kuliko Yanga kumhitaji Okello. Kwa maana hiyo unataka kuniambia kwamba Simba wamekataliwa dili lao maksudi. Simba wamekataliwa, yani Okello wao yeye alikuwa anahitaji Yanga. Kwani amuone alidi maisha anaoishi? Hajamuona alidi mpira alivyocheza? Shehe wangu unataka kwenda Simba kama anavyoishi Mkwala? Vitu ambavyo haviwezekani. Mkwala mpaka leo anasikitika akapotea njia.
Kwa mnazilisha kweli scout yenu ipo Simba? Simba imeanzishwa kwa ajili watafute mchezaji waonyeshe, Yanga waende kusajili. Okay. Hata kama mbaya nyewe mnaenda kubeba tu nasoma. Hata kama mbaya sisi tutacheza, hata tutabeba mwakani ataondoka. Sisi tunaongozwa na Mwarabu. Ndio. Hatuongozwi na Kanjibai. Mwarabu angalie hela, Mwarabu anaangalia mafanikio. Ndio. Shehe wangu Bipo siku zote nikiongea mpira wake Mwarabu. Watu wako wanakusikia. Mpira wake Mwarabu. Wengi wananitukana. Nikisema Kanjibai na mpira vitu vile tofauti, kwa sababu kwenye mpira hakutakiwi ubaili. Mimi napenda sana wasionipenda. Mimi ila nawapenda. Washikaji zako sana. Yaani wasionipenda mimi ndo nawapenda. Yaani kabla hata hujasikiliza nitawashika sikupendi na sola. Mimi nampenda. Yaani ukimwona kwanza ujue uzuri wake. Hakupendi ila anakufuatilia. Ndio la ilivyo. Hilo mimi namwambia shabiki, nitukane mimi nakupenda. Ndio. Kanjibai ingekwambia sio mtu wa mpira. Mwarabu mtu wa mpira, mimi na kila sababu. Shehe wangu juzi tu hapa. Nadhani uwanja wa KMC ulikuwepo. Ndio. Ilikuwa mechi ya mashabiki na mashabiki. Wao waona mashabiki wa Simba walivyoingia? Walikuwa wanajua hao mashabiki wa Simba au watu wamekuja kuangalia mpira? Mpiga chupa nyingi sana pale. Hacha chupa, nazungumzia hawa matajiri nazungumziwa mpira, hawa matajiri. Babwali ndio watu nani Bipo, hawa watu wanaoniangalia wananitukana watakuja kunielewa kwa wanaongozwa na Muhindi. Shehe wangu GSM aliagiza mtu kuja kambini kwetu sisi tulipolala. Ndio. Siku ya mechi asubuhi. Alileta truck na jezi nyeusi. Unapiga jezi nyeusi, unapiga truck, afu truck ile unafungua hapo na acha wazi. Hebu angalia. Sio kocha msaidizi, tulipigwa wote 20 tulolala hotelini. Kumbe. Wewe jana tulivyoingia sisi tunafanana? Nimeona. Nikasema hii vipi? Simba tunavyoingia, mimi niliangalia jukwaa la Simba, walistuka mashabiki wa Simba. Wanasema walijua Yanga wameleta kikosi chao. Kumbe kina Nasoro Yanga. Unajua Pakome huyo. Kina Machili Yanga, kina Kizinga Yanga. Wamevaa traki. Simba kaja Mzalamu kavaa jezi ya blue. Ndio. JB 64 kavaa nyekundu. Pasi milioni kavaa nyeupe. Papa na ngulu. Nawaambia ndugu yangu ndio shida. Kuwa na tajiri Muhindi. Nawaambia watu wa Yanga ndio la kuwa na tajiri Mwarabu. Watu wanasema kama Yanga imesheheni mastaa, John Okello nafasi yake itakuwa ndogo sana katika uchezaji. John Okello ana miaka midogo. Ni Yankee, tunaita watoto wa mjini. Yanga. Engineers namwambia. Kama akampa miwili amuongeze mitatu. Unasema? Kama akampa miwili amuongeze mitatu. Ili watu wazidi kuumia. Hii damu changa ndio inahitajika. John Okello akicheza leo atacheza na mwakani na mwaka unaofuata. Mimi niliumia. Sisi watu wa Yanga tulimpata Alidi Aucho. Umri ushakwenda. Kama tungempata Alidi Aucho yupo kijana, tungeenjoy sana watu wa Yanga. Mlichelewa kumuona mapema jicho la mwewe. Sisi tumekuja kumuona Alidi Aucho kama kisu cha mgema. Kinaisha na makali yake. Sasa tusikosee tena kwa Alidi, kwa John Okello. Inabidi apigwe, miaka imepungua 5 hadi 7. Ili kuonyesha kwamba hii mmezamilia. Tumezamilia. John Okello ana kila kitu mguuni. Ndio. Shehe wangu anakuja kuanza ndani ya Yanga. Anaenda kuanza. Anaanza, ana kila kitu mguuni. Anaofahamu mpira. Uganda inacheza akamwangalia John Okello. Shehe wangu usiseme mastaa. Jana Angola inacheza, forward wa Yanga akacheza dakika 70. Zimbabwe. Acha Zimbabwe, Angola. Mchezaji wa Yanga akacheza dakika 70 forward. Alafu baadaye usiku tukaenda kuangalia Prince Dube ndo goli la mashindano mpaka sasa hivi. Na waomba mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga, wanachama wa Yanga na wazee wa Yanga, Dube Tanzania analogwa. Unasema? Dube Tanzania analogwa.
Unasemaje? Dube Tanzania analogwa. Anapigwa vitu. Haiwezekani. Nenda kuifunga taifa kubwa. Shehe wangu mabeki wa National Rally Soma Siala. Prince aliwafanya anavyo akachukua mpira katani. Hapo akasema naweka hapa. Yule ndo Dube namjua. Hii inaonyesha kwamba mna matumaini kule Cairo. Sibahatishi kumshangilia Dube. Mimi siku zote sibahatishi kumpenda Dube. Ndio. Mashabiki wa Yanga ukiona wanakupigia makofi, wanajua wapi unapofeli. Tufanye dua na sala. Mwanajua anaweza kukalia ndimu Dube. Ashinde kama anavyoshinda huko, basi kalia. Kama nikisoma Dube akirudi atafunga kama anavyofunga mashindano ya Afrika. Inabidi tuombe ndugu zangu. Tuombe sana. Dube huyu na umwangalia mashindano haya kama anarudi Tanzania na Yanga yetu, naiona finali. Unaiona finali? Naiona finali. Okelo, Pakome, Dube vile naiona finali. Unaiona finali? Naiona. Hamna mtu atawasumbua klabu. Shehe wangu usajili unaenda kufanywa. Kuna timu itakimbia uwanja Benjamin. Nasema Yanga wako serious na kombe la kimataifa. Nakwambia kwa ligi ya nyumbani kuna watu watakuwa hawaleti timu. Watu watakuwa hawaleti timu. Wakati wenzako washapata matumaini, wanakuambia mechi ya mashabiki imeamua. Sisi tulienda kufungwa mechi ile kusudi wapate furaha, ili waje kwa wingi hiyo siku. Kwa hiyo baada ya sisi kufungwa ile mechi unasikia Mangungu atoke? Unasikia Albadi? Unasikia Matola atoke? Hawa ndio watu wa Simba. Hao ndio watu wa Simba. Watu wa Simba. Nimewapa furaha Yanga. Hani shabiki wa Simba sawa na mkato wa buffalo. Ukiuona umevimba mkubwa, ukiutia kwenye chai laini unaliwa. Hadi tumwakamata sehemu ndogo tu wametulia. Waliwaza hadi wambeba kumeuliza mashindano gani? Mechi ya kirafiki. Bonanza. Ya mashabiki. Hao ndio watu wa Simba. Furaha yao wao wanaipataga huko. Mwaka jana tulienda kwa mama Kizimkazi. Walitufunga wakafurahi. Walitulia kimya tukaja kuwapasua, tukawapasua, watu wakachukua ligi. Leo tumeenda kuwapa furaha KMC wanafurahi, watakuja tutawapasua, tutachukua ligi, sisi tunanyanyua ndoo, wao wanalia. Bwana Nasoro, timu yetu ya taifa inacheza leo dhidi ya Nigeria. Nafasi kubwa inapewa kuto kufungwa kwa Taifa Stars. Yaani angarau aweze kupata sare, na hiyo imewekwa na watu wakubwa sana. Hata mataifa ya Nigeria linampa spirit Tanzania kupata matokeo dhidi ya taifa. Labda la kwanza kabla safika kwenye timu ya Tanzania. Sisi ni wazawa wa Tanzania. Sisi wazaliwa wa Tanzania. Sisi tunaishi Tanzania. Leo hii dua na sala, maombi kwa timu yetu ya taifa. Timu yetu haijawahi kushinda mechi yoyote kwenye hatua hizi. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu wachezaji wavuje jasho na damu. Tunahitaji pointi 3 kutoka kwa Nigeria. Ukitaka kuwa bora Bipo, ukitaka kuwa bora wafunge kama kana Nigeria. Wanafungika. Mpira wa sasa haogopewi mtu yoyote, anafungwa. Mpira wa sasa yoyote anafungwa. Kama tutajipanga vizuri, wamekubali moja je, navyomjua Gamondi, tutaonana. Gamondi anaweza akafanya maajabu kwenye timu yake. Gamondi namkubali mimi. Gamondi alikuwa Yanga Afrika. Sisi wachezaji watano first 11 Yanga ina majeruhi. Tuna mechi na Mamelodi Sundowns. Tuko na mama yangu tumechelewa, tumepigwa ngumi. Tumepigwa mkono. Gamondi alienda kuchukua wachezaji wasiocheza Yanga. Kina Jonas Mkude akapiga ngosuma kwanza Benjamin. Ikamwagwa sare. Watu wote tukasema kule kwao nyingi. Akaenda akapiga ngosuma kule. Tukazulumiwa. Kwa hiyo ukiona tumetangulia moja, ninavyomjua Gamondi wamelala. Imeisha. Dua na sala wa Tanzania. Dua na sala. Leo kuanzia saa hizi mpaka muda wa mechi mpaka mechi inaisha, dua na sala. Hii ndio mechi yetu mwaka huu. Kama tujamfunga Nigeria tumfunge tena. Sisi tunahitaji kumfunga Nigeria. Leo atoki. Leo atoki. Hiwe mvua hiwe jua. Chuma hii
moja tu inamtosha. Tena nakutajia mfungaji Bwana Ali Samata. Bwana Ali Samata. Ngoja tuone. Naomba kesho nitafute baada ya mechi kuisha. Ila leo anakufa Nigeria. Okay. Leo anakufa. Navyotabiri kwa wachezaji na hii inaenda kutokea, utakuja kuniambia leo anakufa. Sawa sawa, shukrani. Asante.